Yes, mtazamaji wa Kawabe Media, kubwa alilotuleta sasa kwa mchambuzi Lugano Israel kuzungumzia sakata la mshambuliaji wa Wydad Casablanca aliyekuwa kwa mkopo Simba Sports Club. Hatimaye Simba mpaka kufikia tarehe 30 ya leo hawajaingiza kitita cha aina yoyote kwa Selemani Mwalimu. Ilitajwa ni dola 50,000 inatakiwa iingizwe katika akaunti ya Wydad ili Selemani Mwalimu abakie kwa mwaka mmoja mkataba na kikosi cha Simba. Lakini hii leo taarifa zinaeleza Wydad Casablanca wanamhitaji kijana wao, na kijana yuko mjini anaanza safari kuelekea Morocco. Tuko na mzee wa Black and White kuzungumza. Mimi ni Humphrey Cameron, nyuma kamera ni Devi au Blazamento anayekupa picha ngavu ambayo inakuvutia na kuonekana vizuri kwa mtangazaji wako pamoja na mchambuzi wako unayemwona mbele yako. Tuanze kaka, kwema? Kwema, mambo yanakuwa safi mzima? Uzima ni mwingi sana. Sakata la Selemani Mwalimu limeshika kasi sana kwenye vyombo vya habari pamoja na mitandao ya kijamii. Inaelezwa Wydad Casablanca wanamhitaji mchezaji wao. Kwa upande wa Simba wanapata pigo kiasi gani? Na yeye mchezaji kwenye karia yake alikuwa anatamani kucheza michuano ya AFCON 2027 ikiwa Tanzania ni mwenyeji, anarudi katika timu yake mama. Unaona nafasi ya Selemani Mwalimu kwenda kucheza? Of course, Selemani Mwalimu tumesikia siku chache zilizopita kwamba kulikuwa na mvurugano kati ya Simba Sports Club na Wydad Casablanca. Na ni kwamba uongozi ulibadilika wa Wydad, kuna baadhi ya vitu ambavyo pia vilibadilika kutokana na yale makubaliano ya mwanzo. Huenda kulikuwa na rupolo ambayo uongozi uliopo uliona kwamba tunaweza tukamhold mchezaji, lakini kwenye uongozi uliopita wa Wydad Casablanca walikuwa wamekubaliana na Simba kwa ushahidi wa Simba na usema kwamba mpaka kwenye email zao walikuwa wanawasiliana nao na walikuwa wamekubaliana mpaka tarehe 30 walipe mpunga wao, then maisha yaanze kuendelea. Kwa hiyo mpaka sasa hivi kama watakuwa wana mkazo ule ule kwamba na Wydad Casablanca, manake Selemani Mwalimu itabidi arudi Morocco kwenda kujiunga na timu yake ambayo ana mkataba nayo. Simba alikuwepo kwa mkopo, kwa hiyo maamuzi makubwa yako kwenye mkataba mkubwa, mkataba mama. Kwa hiyo sasa ukiangalia nini ambacho kinapelekea, kuna baadhi ya vitu ambavyo vinapelekea. Of course unaweza kuzungumzia uongozi mpya ambao umeingia madarakani, lakini pia unaweza ukaangalia pia kuna scenario zingine. Mfano Wydad Casablanca ni miongoni mwa timu kubwa ambazo pia zina madeni, zinadaiwa na zina makesi ya FIFA. Mfano mwaka jana ulisikia taarifa kutoka kwa Msuva akisema kwamba hawajamlipa hela zake. Maana yake ni kesi ambayo inaenda FIFA. FIFA waliwafungia madirisha matatu wasisajili. Umeelewa? Na kuna mtu anaitwa Ayubu Sokuma, naye alikuwa anadai hivyo. Naye alikuwa ni mchezaji wa Wydad. Sio kwamba wa siku za hivi karibuni, maana yake ni muda mrefu ambao wao walipeleka FIFA ili kuweza kupata haki zao. Wapo wachezaji wengi sana kama kina Sofiani, Sofiani hivi, naye pia alikuwa anadai hiyo pesa kutoka alichezea Wydad na hakupewa hiyo pesa. Kwa hiyo walienda FIFA na wakadai hizo pesa zao, hawajawalipa. Taarifa hiyo ilitoka mwaka 2026, 25 pia wamekuja kukaziwa pia na FIFA. Kwa taarifa ambazo niko nazo pia FIFA aliwaambia mtaendelea kusajili. Sasa naweza kupata sababu za Wydad Casablanca kuona ugumu wa kikosi chao hasa kwenye dirisha kubwa la usajili. Unajua, tukubaliane kitu kimoja. Huenda Wydad Casablanca wanahitaji pesa ndio, lakini pia wanahitaji wachezaji. Au uongozi mpya ulioingia madarakani pengine ukatafakari kwa muda mfupi kwamba tumefungiwa kusajili, na kufungiwa kwetu kusajili natakiwa tufanye nini? Lazima watunze resources ambao wako nazo, kwa sababu ukifungiwa kusajili manake wale ambao uko nao wale wanakuwa waguswi, hata kama ni kwa mkopo, hata kama wako B wanakuwa ni wachezaji wako, ila utaki kuingiza wachezaji wapya. Umenielewa? Kwa hiyo nini ambacho kinafanyika? Kinachofanyika ni kuwahodi wale wachezaji wasiende sehemu nyingine ili kujipanga ili kuendelea taratibu zingine. Lakini ukimwangalia mpano Selemani Mwalimu akiwa Simba, magoli yake 9, umeelewa, yanashawishi kabisa timu kama Wydad Casablanca kwamba hivi tunahangaika kwenda kusajili wachezaji wengine, hivi huyu hapa ambaye timu yake ikaweza kuipa magoli 9 na asisi kadhaa ambazo amezitoa, hivi kuna haja gani ya sisi tena kumtoa kwa mkopo? Kwa sababu lengo kubwa ya klabu ni kumtoa kwa mkopo mchezaji
ili akaimprove, yani akaongeza ubora wake, then umrudishe kwenye timu yake. Kwa hiyo kama Suleiman Mwalimu kawaridhisha Wydad Casablanca, why not wasimrudishe? Na katika mazingira ambayo nazungumzwa kwamba wana madeni na wamefungiwa na FIFA ili wasisajili, kwa nini silaha moja iwepo nje wakati inaweza kutumika kiwandani? Kwa hiyo nadhani wanajaribu kutazama kwamba hatuwezi kumuuzia silaha adui yetu ambaye hamjui baadaye mtakutana kwenye maeneo gani, wakati sisi wenyewe hatujitoshelezi. Umeelewa? Kwa sababu hawezi kusajili tena, wale waliokuwa nao watabidi wabakie. Wanaweza kafikiria pengine majeraha yakitokea, tutakuwa katika hali gani, na kuna mchezo ya ndani, lakini kuna ligi ya mabingwa barani Afrika, kuna mashindano tofauti, watafanyeje? Kwa vyote hivyo nadhani wanavitazama kwa jicho lingine. Kama Suleiman Mwalimu ataondoka na kwenda Wydad Casablanca, kutakuwa na sababu hizo za msingi ambazo nimezitaja, kuwepo kwamba FIFA kuwafungia, ikiwepo na ubora wa kikosi cha ubora wa kiwango cha Mwalimu katika kutupia kwenye nyavu. Huenda sasa hivi tungekuwa tunazungumza kama Suleiman Mwalimu ana 2 digit, kwa maana ya angekuwa na magoli 10. Ukiachana na ile goli ambalo alikataliwa Zanzibar. Kwa hiyo, lakini pia ukiangalia hakupata muda mwingi sana kucheza. Mara nyingi kwa anatokea benchi, lakini pia anakuwa anafanya mambo makubwa. Wakiangalia kwa mtazamo wao, wanaona bado ni mchezaji ambaye anaweza kafaa Wydad Casablanca na wanaweza kawa ni mchezaji sahihi. Kwa hiyo mazingira hayo mpaka sasa, toka siku ile taarifa imetoka, hatujaona kwa upande wa Simba wakitoka kuzungumzia kwamba pengine kuna mazungumzo yamefanyika, kuna hatua wamezifanya kutoa taarifa. Hata Wydad Casablanca wenyewe bado hawajatoa taarifa yote kuhusiana hilo, lakini tetesi kama ambavyo umesema kwamba yuko Dar es Salaam sasa hivi Suleiman Mwalimu, maana yake hayuko Kigali Rwanda, na wote ni mashuhuda, hatujamuona hata kwenye michezo yote miwili Suleiman Mwalimu ambayo Simba amecheza pale Kigali. Ni kwa nini hatujamuona? Ni kwa sababu ya uwezo kumchezesha mchezaji wa timu nyingine bila kuwa na makubaliano ya moja kwa moja. Kwa Simba walitakiwa kuseal deal kwanza hili likae sawa sawa, na ndipo wamtumie Suleiman Mwalimu. Kwa hiyo naona ugumu sana Simba kuwa na jicho la kumwangalia Suleiman Mwalimu tena, lakini ninaamini Simba kama watakuwa na nguvu ya dhati kabisa kwamba wanahitaji wachezaji, sidhani kama itawahangaisha. Ni kwamba tu watu labda wanaangalia watu kwa jicho la uchezaji wa ndani tu, kwamba hawa bwana ni wa Tanzania sijui nini, lakini tuna wachezaji wazuri sana hapa. Endapo tu akipata nafasi kwenye timu kubwa anaweza kufanya mambo makubwa. Mfano unamzungumzia kama Peter Kasunda, umeelewa? Peter Kasunda ni mmoja kati ya wachezaji wazuri sana kwenye eneo la ushambuliaji. Ni mchezaji ambaye ana touch nzuri, umeelewa? Ana vision nzuri. Ni mchezaji ambaye yuko complete kwa sababu makuzi yake kwanza kakulia mtaani, ndio kaenda Azam pale, kapata mambo misingi ya mpira ya soka na vitu kama hivyo, ameenda timu tofauti ambako kaenda kupata experience ya ligi. Lakini pia ukimuona ni mchezaji ambaye anaweza kuisaidia Simba zaidi, pia hata kukaribia au zaidi ya Suleiman Mwalimu. Lakini ni vile labda pengine watu walikuwa na jicho lao, lakini bado kuna wachezaji wengine kwenye nafasi hiyo. Kama Simba tamtazama, tetesi shai kutoka, kuna mchezaji anaitwa Ismail Mgunda wa Mashujaa. Unajua inaweza kumhukumu Suleiman Mgunda kwa sababu kwenye msimu amefunga goli moja za kumhukumu, si ndio? Lakini ni mchezaji ambaye angekuwa yuko fiti. Unajua majeraha, mfano kama unaweza kumzungumzia Mzize, sasa ana majeraha sio? Lakini uwezi kuacha ubora wa Mzize uko pale. Lakini kwa Mgunda ni mmoja kati ya wachezaji ambao mtafahamu pia, hata AS Vita walishawahi kumuita, ameanza kucheza kule, akacheza kwa muda fulani, akarudi hapa. Na angalia mechi ambayo alikutana na Simba kiwa yuko fiti, kitu alichokifanya, mipigo yake miwili, naamua kwamba huyu ni mchezaji wa aina gani ambayo kama magoli angeingia kwenye nyavu pengine ingekuwa kinazungumzwa kitu kingine. Kwa hiyo mimi nadhani Simba bado wana rumu nzuri ya kuangalia wachezaji ambao wanaweza kana na quality kama ya Suleiman Mwalimu, na pengine wanaweza kana zaidi ambao hawajapata platform ya kupata hiyo nafasi. Kwa hiyo mimi naona Simba hawana nafasi tena ya kuwa na Suleiman Mwalimu kwenye mazingira hayo. Sio rahisi kumuona Suleiman Mwalimu akibakia ndani ya kikosi cha Simba kwa sababu ya mahitaji yao mawili, moja likiwa ni la kisheria la FIFA ambao yani Wydad Casablanca
hawataki kusajili mchezaji yoyote tena, lakini pia ni ubora ambao umeonekana kwa Suleiman Mwalimu. Ndio baya wa mchezaji ukimpea kwa mkopo, akionyesha ubora timu ile inahitaji kumrudisha mchezaji wao, kwa sababu si wanataka kumtumia. Maana yake hutaki kwenda kununua mchezaji mwingine tena wakati tayari una mchezaji una mchezaji ambaye ana kiwango ambacho kusaidia. Pengine muone mwingine ambaye yuko bado na uwezo zaidi ya yule mchezaji wa mwanzo. Kwa hiyo ninaona Simba bado atakuwa na wakati mgumu, na ukiangalia eneo la ushambuliaji Ibrahim Dombia mpaka sasa bado upande wa Simba amezidi kuwapa jaka moyo tu mashabiki wa Simba, kwa sababu Dombia tumeona katika michezo kadhaa ameshindwa kuonyesha uwezo wake, sawa, ambao wengi waliutarajia. Mimi nilitoa mfano nikasema Dombia ukimuona ni kama unavyomuona Osman, sawa, ukimuona ni kama alivyo yeye. Bahati nzuri na semaji kwa maana ya Ahmed Ally na akaja kuzungumza hivyo hivyo. Mimi ndio nilichangulia kuzungumza mara baada ya kutua tu, lakini baadaye akaja kukazia Ahmed Ally. Ukiangalia ni mchezaji ambaye hana vitu vingi, lakini anaweza kuwa na jambo ambalo Simba anahitaji pia kumpa muda. Hana control nzuri, ila anajua kujiposition, anajua kukimbilia kwenye eneo la box, anaweza kawasaidia. Lakini wanahitaji pia wachezaji loko ambao wanaweza kawa na wana njaa zaidi pia ya kufanikiwa. Kwa hiyo Simba tabidi watulize kichwa, wasianze kumfikiria sana Suleiman Mwalimu ambaye inaonekana itakuwa ngumu sana kwao kuendelea kubaki naye. Wachezaji kama hao ambao nimewataja, Popita Kasunda, kuna mchezaji kama Ismail Mgunda, wapo wanaweza wakaingia na wakaisaidia timu, na wakituliza akili wapo watawasaidia kwa kiwango kikubwa sana. Lugano Israel, tuguse kidogo kwa karia Suleiman Mwalimu. 2027 Tanzania mwenyeji wa michuano ya AFCON. Kiafya anaenda Wydad Casablanca. Asipopata nafasi, kocha timu ya taifa na atomuita. Kwake yeye mchezaji anapungukiwa nini, anaokiwa na nini katika karia yake ya soka, kati michuano ya AFCON ingemtambulisha zaidi kimataifa? Kuitwa na kutokuitwa, maadamu umesajiliwa kwenye timu husika, unakuwa ni la mchezaji mwenyewe. Umenielewa? Kwa mchezaji anatakiwa akaende kujituma akiwa na lengo moja kwamba ile ndo kazi yake. Of course unakutana na wachezaji wengi ambao ni bora. Sasa wewe unatakiwa uonyeshe ubora zaidi. Kwa hiyo kuna wakati mwingine inawezekana hujaitwa au hujapewa nafasi ya kucheza kwenye kikosi, ni kwa sababu ya wewe mwenyewe umeshindwa kumwonyesha mwalimu ambacho anakihitaji kukifanya. Shida kubwa ya wachezaji wetu wa Kiafrika hasa kibongo bongo, yani ukishamaliza training ya mwalimu wewe umeshamaliza unaenda kulala. Kwa hiyo inatakiwa Suleiman Mwalimu asiende kulala, anatakiwa akienda kule ajue kwamba kuna ugumu wa mimi kupata nafasi, kwa sababu hata Simba yenyewe alikuwa apate nafasi. Umeelewa? Alikuwa yani namba 9, lakini yeye anaanzia kwanza nje. Wengine wanaingia ndani, anaingia Mpanzu nafasi yake ambaye yeye ni kiungo mshambuliaji, aweza kucheza na face number 9. Yes, mwisho wa siku yeye yuko nje, lakini bahati nzuri ni kwamba pia alikuwa anahitaji kufunga. Sasa hicho kitu lazima kimuume na akifanyie kazi na angalie mapungufu yake ni nini na akafanyie kazi sehemu gani. Inawezekana kuna vitu vidogo tu. Najua wachezaji wengi ambao unaona hawajapata nafasi kwenye vilabu vikubwa ni details ndogo ndogo tu ambazo watu wanazikosa, na details ndogo ndogo ametufundisha. Yani kama kuna mchezaji ambaye angekuwa ana akili akienda kujifunza details ambazo anaziongeza Ronaldo, yani hakuna mchezaji ambaye mbaya, ni kujiongeza tu, kujua details zako unataka kuongeza kitu gani. Inawezekana huna kasi, labda ndio inakurudisha nyuma. Kuongeza kasi unaweza kaa bora. Pengine una umiliki mpira miguuni, unaweza kuongeza ubora hata kama una umiliki mdogo ukaongeza. Inawezekana ni position yako, unaweza kuongeza uwezo wako wa kuelewa kwamba mimi madhaifu yangu ni position, niongezee kitu gani kwenye mapungufu yangu. Pengine ni kuzingatia game, maelekezo ya mwalimu. Basi natakiwa tulize akili na vitu kama hivyo. Kwa mimi binafsi ninaamini akizingatia hivyo Suleiman Mwalimu anaweza kawa bora zaidi, lakini sio rahisi. Sio rahisi kwa sababu wachezaji wanaosajiliwa pale ni wachezaji bora. Kwa hiyo yeye mwenyewe itabidi akautengeneze ubora huo kwa nguvu zote, asilale. Mtani wa Simba Sports Club Young Africans inaelezwa kwamba striker wao Lolindo Depu anaweza akatolewa kafara kama mbuzi wa kafara, kwa sababu Peter Shalulile aje achukue nafasi yake. Unaona Yanga ni sahihi kufanya kitu kama hicho? Of course mimi sioni nafasi ya Depu kubakia ndani ya kikosi cha Young Africans, kwa sababu mtindo wa uchezaji wa Depu na mtindo wa uchezaji wa Peter Shalulile unaelekeana, na Peter Shalulile ni bora sana kuliko Depu. Kwa hiyo sidhani kama Yanga wataweza kuopti kwamba wakae
na wachezaji wa aina mbili wote wakiwa kwenye kikosi kimoja. Hivyo kwanza watalazimika kumuua mchezaji mmoja, lazima atumike mchezaji mmoja. Inawezekana wakamuua Peter Shalulile au wakamuua Dep. Kwenye mpira wa miguu kuna kitu kinaitwa kubalance kikosi. Kikosi kimebalance. Umeelewa? Kikosi kama kimebalance kinategemea sana aina tofauti ya wachezaji. Kama una beki, unaweza kuwa na beki wa aina tofauti, si ndio? Kama una mabeki wawili wakati, kuna mmoja pengine anaweza mipira ya juu au mwingine yani mmoja yuko bora kwenye aerial ball, mwingine yuko bora kwenye ground. Umeelewa? Mwingine ana tackling nzuri. Kwa kila game unajua inavyohitaji